Kwa majina naitwa Jafet Manyama. Mimi ni mwenyekiti Chaso mkoa wa Mwanza. Nimeambatana na mwenzangu mwenyekiti wa tawi la Sauti. Sisi kama Chaso tungependa tu kutoa tamko moja kwa Watanzania wote kupambania katiba mpya. Leo katiba tulionayo inaenda moja kwa moja kumtengeneza rais ambaye anakuwa na tabia ama elementi za kifashism ama kifashisti. Tunatengeneza Adolf Hitler. Haiwezekani rais leo anateua jaji, mnategemea Abduli ya Kibaka jaji gani ata entertain hiyo kesi mbele ya mahakama? Ndio maana tunapambania katiba mpya. Katiba mpya sio faida tu ya Chadema, ni kwa Watanganyika wote. Leo ndugu mheshimiwa makamu wa rais, tunasoma. Mimi naishi Masha, makamu wa mwenyekiti wa chama. Yes, sawa. Naishi Masha. 99% ya mabodaboda wote wana degree. Unaweza kaona jinsi gani ambavyo inatisha. Tunataka katiba ambao tunamaliza kusoma tuweze kuenforce. Kwa nini hujaniajiri? Umenitumikisha miaka 18 mpaka 19. Na hii ningeomba wasomi wote waamke. Haiwezekani leo wasomi unaongwa chakula, tusiwe maesau. Mnaongwa ugali nyama, baada ya hapo mtu anamaliza kukutumikisha, hakuna ajira. Unarudi mtaani, badala ya kuwa msaada katika familia, unaenda kuwa mzigo kwa mama yako, kwa baba yako, ndugu zako wanakuona hauna maana. Mambo mpaka lini? Mambo mpaka lini? Na ningependa mwisho kumjibu Kiliba. Kiliba anasema kwamba wamemchagua rais kujenga barabara, kujenga mashule, kujenga reli, kujenga hospitali. Jamani, hizo social service hata wakoloni walijenga. Walichotunyima ni uhuru wa kujitawala. Kama kweli maendeleo yangekuwa ni shule, ni mabarabara, basi Mwalimu Nyerere asingetokea kuja kudai uhuru wa Tanganyika. Inatuhitaji wote tupambane. Mambo yamechosha, yanachosha. Tutatekwa mpaka lini? Nyamjachoka. Sasa tukapambaneni, na ningependa kukutia moyo makamu mwenyekiti, kuhusu hizo skendo ambazo wanakusambazia, uwe strong. Sisi Chaso tupo pamoja na wewe, tupo pamoja na chama. Asanteni sana. Ningependa pia mwenzangu atoe salamu. Asante. Tuzungushe. Makamanda peoples. Makamanda peoples. Asante Mheshimiwa makamu mwenyekiti Bara, baba yangu Wegesa Heche, kwa sababu nasema ni baba yangu kwa sababu nimetoka Sirari, na 2015 alikuwa ni mbunge wangu. Kuna wimbo mmoja nilikuwa natoroka hadi shuleni darasa la 6. John Heche ukombozi, kura yako ukombozi, ukao ukombozi. Kwa hiyo ile spirit ilinijenga hadi leo nipo chuo kikuu nasoma bachelor ya sheria, nikiamini Chadema kweli ni chama cha ukombozi. Makamanda peoples. Kwa majina naitwa Rafael Wangwe Keheye, ni mwenyekiti wa Chaso Sauti Mwanza. Sasa mimi napenda nizungumze jambo moja tu kama sio mawili. Jambo la kwanza ni katiba mpya. Makamanda peoples, katiba mpya hii uone ni pandemic, tunasema ni pandemic ambayo imeanza kuwaingia na kuwatafuna hata sisi mwenyewe. Leo tumeona na wenyewe wameanza kuimba katiba mpya, muipiganie. Kwa hiyo anasema sisi tuipiganie. Na sisi tunasema hiyo ni mbona ni utaratibu ambao tumekuwa nao miaka yote tangu tumepata uhuru. Wanatukumbusha wajibu wetu. Kwa hiyo ni wakumbushe tu kwamba tuna wajibu, vijana wasomi, kama ambavyo sisi Chaso tumekuwa tukisema Chaso chanzo cha fikra bora. Lakini leo tunaona hao watawala dhalimu hadi fikra uhuru wa kufikiri, yani wanataka watengeneze mazingira hadi ule uhuru wa mtu kufikiri mwenyewe, yani wauteke, yani watengeneze mazingira ya kuteka, usifikirie, think deep. Sababu wanaamini leo Chadema wawili au mmoja ni CCM 100. Makamanda peoples,
Sasa kuna principle moja inasema salus populi suprema lex, the welfare of the people is the supreme law. Sababu sisi wasomi tunaamini supreme law ya nchi yetu ni katiba, the constitution, ambapo tuna irejea ibara 64 ibara ndogo ya 5 kwamba the supreme law is the constitution, ibara ya 4. Sasa kuna kitu tunaita pia social contract, ambao sisi social contract ibara ya 8 pale inatengeneza mazingira sisi wananchi kuweka hao watawala wapi, kwenye madaraka. Sasa inatakiwa tuheshimu. Tukisema leo bana sisi hatuwataki kweli. Sasa tukiwa tunapigania katiba mpya, I say to focus. Mheshimiwa mwenyekiti wetu Tundu Lissu alisema ukisikia wanalalamika ujue dawa inayoingia, peleka moto. Sasa waheshimiwa viongozi wetu wa ngazi za juu, sisi Chaso tunasema nyie pelekeni moto. Sisi huku chini yani tunakata mizizi, tuna uproot. Tupo pamoja na nyie. Itoshe kusema kwamba vijana tujitokeze siku ya vijana duniani tarehe 12, tujitokeze kwa wingi kwa sababu tuna fikra bora. Sisi sio wasomi wa wali kwamba tunapewa wali, sisi sio wasomi wa wali. Kwa hiyo we are strong. Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kuwa strong. Sisi tuko pamoja na wewe, tupo pamoja na chama chetu, tunakipenda sana chama chetu. Asanteni sana. Asante sana. Hiyo ni mwendo wa vyuo vikuu, sio? Na chama hiki Mheshimiwa